das spørgsmål, vi kommer fra forskellige svar. Lakini maandiko matakatifu Men skriftene siger, yatatupatia jibu zilizo sahihi. Den vil give os det rigtige svar. Ili tujue na kufahamu kitu gani kinachofanya ndoa zivunjike katika ulimwengu. Så vi ved årsagen til bruden af ægteskab. Kabla tukiendelea katika maandiko, Før vi går dykker nærmere ind i skriften, nataka tukupaze swali alafu tunaendelea kusikia Biblia inasema hivi. lad os svare spørgsmålet, så kan vi gå dybere ind i skriften. Ndoa zinavunjika Ægteskab brydes kwa sababu på grund af ya kutokutii masharti ya ndoa. hvor ikke adlyde under lov af ægteskabslov. Kama ndoa zinavunjika hapo ulimwenguni, Det er det, der gør årsagen til kwa ægteskab sababu brydes. ya kutokutii masharti ya ndoa. Fordi man ikke adlyder de regler, der følger med ægteskab. Ikiwa kama dada na kaka wanaunganishwa pamoja, Hvis brødre og søstre forenes kuwa kitu kimoja katika ndoa, til at være en, na kama hawatii masharti ya ndoa, og de følger ikke efter lazima reglerne, ile ndoa itavunjika. så brydes den ægteskab. Lazima itavunjika. Så bryder den ægteskab. Maana wawili hawawezi kutembea pamoja isipokuwa wamepatana. For de to kan ikke vandre sammen, hvis de ikke er enige. Nej, Mpaka kutakuwa na mtengano. der vil komme en adskillelse. Je, kitu kizuri kikivunjika kile kitu kinakuwa kizuri tena? Hvis noget godt brydes, er det stadig godt. Biblia inasema baadaye mke anapata kitu chema. For Bibelen siger, at den der får en kone og får noget godt. Lakini tunaunganisha ndoa nyingi makanisani zinavunjika. Men mange ægteskaber kirkerne de brydes. Tunaunganisha ndoa nyingi makanisani, matatizo yanaonekana. Mange ægteskaber kan se, at det lyder. Hata vitu vyema hatutaki. Er det noget godt? Wamama mmepata vitu vyema kama mkitengana na waume zenu. Har I fået noget godt, hvis I brydes med jeres mænd? Kwa hiyo kutokuheshimu masharti ya ndoa Hvis man ikke adlyder betingelser, unazifanya ndoa zivunjike. så brydes ægteskabet. Unazifanya ndoa zivunjike. Så brydes ægteskabet. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hvor Herrens navn er priset. Na kwa hiyo kuna masharti matatu For der er 3 betingelser, makubwa ambayo tutayazungumzia som vi kommer til at snakke om. katika masharti ya ndoa. Ud af de betingelser af Ambayo ægteskabet. inatubidi tuyaheshimu hayo masharti. De betingelser, det skal vi følge. Na ninakuahidi na mbele za Mungu, Og jeg lover dig, kama utayatekeleza masharti hvis haya du følger de her betingelser na kuyaheshimu, og opfylder det, ndoa yako itadumu mpaka Yesu Kristo atakapokuja kulichukua kanisa. så vil ægteskab vare til evigt, til Jesus kommer til Na utanyakuliwa pamoja na watakatifu wengine wanaosuka ndoa zao. og vi vil tage med alle dem, som har bevaret deres ægteskab. Maana ndoa yako wewe For dit ægteskab, inalinganishwa katika maandiko pia na ndoa ya Kristo na kanisa. det er sammenlignet sammen med Guds ægteskab med os. Kristo hataki ndoa yake na kanisa ivunjike, na hataki ndoa yako na mume wako ivunjike. For Gud ønsker ikke, at der skal brydes hans ægteskab sammen med menigheden, nej. Kama tunatii masharti ya utakatifu, lazima tutii na masharti ya ndoa. Så hvis vi adlyder, vi går efter betingelser på Bibelen, så skal vi også adlyde betingelserne for ægteskab. Tutaanza kuona sharti ya kwanza. Lad os fylde den første betingelse. Sitakaribu kwenda haraka kwa ajili yangu, Jeg går lidt hurtigt på grund af tid. lakini takuomba unifuate polepole Men følg godt med ili utekeleze nini nataka kusema, og hør godt efter, hvad jeg vil sige. na Mungu akusaidie sana. Og må Gud hjælpe dig. Sharti ya kwanza Den første betingelse, inaanza kwa mwanamke. det er til kvinden. Mwanamke aliye wa ndoa, Kvinden, som er ægte. mwanamke ambaye ameolewa, Kvinden, som er allerede ægte. lazima atimize sharti ya kwanza Så du skal opfylde den her første katika betingelse ndoa. i ægteskab. Unaweza kusema kwa nini mchungaji anasema kwanza kwa mwanamke? Du kan stille dig selv og spørge, hvorfor skal jeg spørge kvinden? Vi kommer også til at se over den bagefter. Tusome Waefeso sura yake ya 5 na verse yake 22. Jeg læser Efeserbrevet, den 5. kapitel, vers 12. Hapo tutapata sharti ya kwanza Der får vi den første betingelse, inayofanya ndoa ivunjike ikiwa kama hatukuitii. som får ægteskab til at bryde sig, hvis den ikke opfyldes. Sura ya 5 ya kitabu cha Waefeso, I Efeserbrevet, verse yake 22 hadi 24. 22 hadi 24. Efeserbrevet, vers 5, Sura ya 5 verse 22 hadi 24. Efeserbrevet, vers 5, kapitel 22, til og med 24. Ndio soma katika jina la Bwana ubarikiwe. Mwili wake mwatii waume wenu kama mtii Bwana, maana mume ni kichwa cha mke, kama Kristo vile vile ni kichwa cha kanisa, naye ni Mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa linavyotii Kristo, hivi vile vile
det første. Ikiwa kama hakuna utiifu katika ndoa, Hvis vi ikke underordner sig i ægteskab, så var ægteskabet ikke noget. huu ni ukweli na kweli. Det er sandhed. Kama hakuna utiifu katika ndoa, Hvis der ikke underordner sig, hiyo ndoa haiwezi kudumu. så var ægteskabet ikke noget. Biblia inasema ya kwamba enyi wake Bibelen siger, kvinden, tiini waume zenu, underordner dig dit mænd, kama jinsi kanisa som kære menigheder, linalomtii Kristo. underordner sig med Kristus. Nimekwambia ndoa yako imelinganishwa pia na ndoa ya Kristo na kanisa. Dit ægteskab, den samles med ægteskabet af Kristus med menigheden. Na haisemi kutii tu kwa vitu vidogo. Ikke kun underordner sig på noget næst. Inasema katika kila jambo Den siger i alt, kutii. underordner sig. Na kama mwanamke ambaye ameolewa Og hvis du er en kvinde, der er ægtet, ana mume wake, du har en mand, na kama haonyeshi tena utiifu mbele za mume og wake, du ikke længere underordner sig din mænd, ndoa hiyo haiwezi kudumu kamwe. så var jeres ægteskab ikke. Ninakwambia hata ikiunganishwa na mabishop na mabishop, Selvom den er ene til biskop og utiifu biskop, unapungua, hvis der ikke underordnes, haiwezi kudumu. så var ægteskabet ikke. Wamama wangapi ambao wanaolewa hapo wanaomba patishe vidole? Hvor mange af jer er gift i herren? Tuone wamama ambao wana waume. Kvinder, som er gift i herren, hvor mange af jer? Tena na Bwana libarikiwe. Kuna wamama wengi ambao tayari wana. Så der er mange kvinder, der er gift. Kwa hiyo wamama, Så kvinderne, ikiwa kama mnahitaji ndoa zenu zitukufu, hvis I gerne har jeres ægteskab skal jambo vare, la kwanza muonyeshe utiifu mbele za waume. først I skal underordne jer Tena katika kila jambo. i alt. Maana utiifu umeshapungua katika ulimwengu wa leo. Fordi underordnelse, mange gør det ikke længere. Biblia inasema kutii ni bora hata zaidi ya kutoa zabibu. Bibelen siger, underordnelse, den er bedre end at give. Hapana kudharau utiifu. Du skal ikke se noget på underordne sig. Tii mume wako katika kila jambo. Udnyde dig selv alting, Na ndoa yako itadumu. og din ægteskab vil Ndoa vare. yako itadumu. Og din ægteskab vil vare. Haiwezi kuvunjika kamwe. Den vil ikke brydes mig. Hiyo ni sharti ya kwanza kwa mwanamke. Det er bedste betingelse. Hata wale wadada ambao bado hawajaolewa, Også dem, som er gift i wasikie mænd, neno hili. bygger godt efter. Watakapoolewa, Og når du bliver gift, waseme ya kwamba maandiko yanatuambia kwanza sisi wamama tutii waume zetu. så bliver jeg klar over, at skriften siger, at kvinder skal underordne jer. Men Na hapo ndoa zetu zinafunga. dermed bliver ægteskab Lakini vare. siku ya leo Men i dag tunaona wamama wengi kan vi sige, at mange kvinder ana mume wake, har sin mænd, lakini anataka yeye sasa men hun vil gerne have, ile sharti ambalo mama anaambiwa ichukue mume wake. at det som kvinder vil fortælle, mænd Ndiye skal så gøre. amtii yeye kwa sana kwa kila jambo. Så at de mænd, der skal underordne sig kvinden Au i alt, yeye ndiye awe sasa ni kichwa cha nyumba, So mume awe mkia. så hun skal være huden af huset, og manden skal være Umesoma dagen. hapa maandiko yanasema ya kwamba kwa sababu mume ni kichwa cha nyumba, For Bibelen siger, at manden er hus af hud, kama alivyo Kristo kichwa cha kanisa. ligesom Kristus er hud. Na ikiwa kama tunangoja kurudi kwa Kristo, Og hvis vi forventer genkomst til Kristus, kuwa kama kanisa, at det der kommer til na menigheden, tuko wanandoa, og vi er efter, lazima kwanza tuonyeshe utiifu wetu katika så skal vi øve os, vi skal underordne os. ndipo tutaonyesha kwamba tunatii neno la Mungu kwa kunyakuliwa kwa Kristo. For det er der, hvor vi viser, at vi udvider os under Mungu vores ord. atusaidie sana. Og det må vi hjælpe os. Wamama tujifunze utiifu katika kanisa. Kvinder, lad os lære, hvordan vi skal underordne os i vores ægteskab. Na mimi ninayesema na nyinyi hapa nina mke. Og jeg er også en kone. Nina mke. Jeg er også en kone. Si ya kwamba ninafundisha maneno ya ndoa bila kuyafahamu. Det er ikke fordi, jeg underviser om ægteskab, jeg Ninajua kender til det. namna gani mwanamke anaweza kutokuonyesha utiifu nyumbani kwake. Jeg kender til, hvordan kvinder kan ikke vise at udnyde sig. Na namna gani mwanamke anaweza kuonyesha utiifu. Og jeg kender også godt, hvordan hun kan gøre det. Ninafahamu. Jeg kender godt til det. Najua wajibu wa mwanamke kwa mume wake na wajibu wa mwanamume kwa mke wake. Jeg kender godt til, hvad mand skal gøre til sin kone, og kone skal gøre for sin Kama mand. tungelikuwa na muda wa kufanya semina ili neno tungilifundisha hata kwa wiki nzima. Hvis der var tid nok, så ville vi tale om det Ili her ord tusikie i en lille uge. maandiko jinsi anasema kuhusu ndoa. Så vil vi høre, hvad skriften siger om Maana ægteskab. ndoa ni kitu kikubwa. Og et ægteskab, det er noget stort. Kitu ambacho kinalinganishwa na kanisa la Kristo. Det er noget, der er sammenlignet med Kristus og menighed. Det er ikke noget, der er forgæves snart. Wamama tuonyeshe utiifu katika ndoa. Kvinder, lad os vise underholdelse i vores ægteskab. Og vores ægteskab vil vare. Nanunia rasi kwa sababu niko haraka kidogo kwa kuja yangu. Jeg er virkelig godt her, men Siko på grund af mbele tid. yangu sana na mafundisho. Det er ikke vanen, der har undervist om her, men på grund af tid.
Det är det första betingelsen. Ya kwamba wamama kutii waume sana. Att kvinnan ska honra. Mtu mwingine asikudanganye. En person ska inte lura. Mimi nilipochukua mke wangu utakwambia kidogo toka katika Mungu. Jag får fortælle bare lidt dengang jeg tog min kone til mig. Nina familia. Jeg har et stort familie. Mke wangu alipata mashauri mengi ya kumvunja moyo ili asionyeshe utiifu katika ndoa. For min kone blev virkelig rådgivet så mange gange, at hun skal ikke underordne sig. Lakini kwa sababu Mungu alinipatia naye, Men det er fordi hun kom fra Gud, kuwa mmoja katika viungo vya mwili wangu. at være en del af mit levende, Alisimama kidete pamoja na huduma yangu. og hun stod fast i mig i min tjeneste, Wake mbele za Mungu. og hun underordner sig. Hata hapa Denmark. Og her i Danmark, det var Lakini det namshukuru Mungu kwa hiyo. Nataka Sio kama Mungu. najisifu lakini nakupa moyo. Det er fordi jeg ophøjer mig selv, men jeg giver dig mod. Kwa hiyo wamama kwenye shughuli. Så kvinder underordner. Kwenye shenu kitu mbele za Mungu. Vis ydmygelse for dig Nasika kila jambo. i alt. Wala usiseme ya kwamba imezidi. Du skal ikke sige nej, nu er det for meget. Maandiko yanasema katika kila jambo. For Bibelen siger i alt. Hatutachambua sana kwa ajili ya udhaifu na kwenda hivi. Vi kommer ikke længere i Bibelen det. Basi hata tuone sharti ya pili. Lad os gå ind til den anden betingelse. Sharti ya pili inayofanya ndoa ivunjike. Anden, der gør det, er at det skal brydes. Pia nayo inakuja kwa baba. Nu er det til manden så. Inakuja nayo kwa mama. Nu er det mandens tur. Sharti ya pili. Anden betingelse er. Mume kumpenda mke wake. Manden, du skal elske din kone. Mume kumpenda mke wake. Manden, du skal elske din kone. Kama mume hatampenda mke wake. Hvis manden ikke elsker sin kone, Ndoa haiwezi kudumu. så bare ægteskabet ikke nej. Ataanza kutafuta wengine. For at begynde med at lede efter en andre. Kuleta vizingizio vingi ya kwamba huyo hakuwa mke wangu. Og begynde med at sige, nej, hun kan ikke kone, nej. Mimi ni mchungaji naona siwezi kufanya kazi ya Mungu na niko na mwanamke ambaye haokoki. Ja, så siger man, jeg er en tjener, jeg kunne sige, jeg kan ikke tjene Gud, men en kone, som ikke er frelst. Siwezi kufanya kazi ya Mungu na niko na mwanamke ambaye sifunga naye ndoa. Jeg kan ikke tjene Gud, fordi jeg er en kone, som jeg ikke vil vide sammen. Wewe mtumishi wa Mungu nakaa na mwanamke ambaye si mke wako miaka yoyote kwa hiyo. Hvordan kan du gudstjene liv med en kone, som ikke er som han går? Fordi du lyver til. Usizingizie ya kwamba huwezi kufanya kazi ya Mungu na mke wako. Du skal ikke gøre det selv. Du kan sige, at du kan ikke tjene Gud med din kone. Unalazimishwa na maandiko kumpenda. For det skrev, det siger, at du skal Kwa elske. sababu umemchukua awe mke wako. Fordi du har taget hende til dig. Hata tusome maandiko tusikie. Jeg er læst skrift. Maana mimi na yeye mnakuwa mwili mmoja. Nani anaweza kutoa mkono wake? For mand og kone er nu er mit læme. Biblia inasema kama Yesu anavyojipenda wewe. For hvis han sammen elsker dig Yesu selv, mpende mke wako. så lige skal du også Maana elske hakuna kone. chukiaye mwili wake. For der er nogen, der hedder sin krop mig. Bwana saidia wala wako ili ndoa zao zidumu. Og Gud hjælper dine børn, så deres ægteskab skal vare. Amen. Acha tusome Waefeso sura ya 5. Vi læser samme sted i Efeserbrevet. Pale tulishia kwenye versi ya 24. Vi stopper ved den 24. Sasa tunasoma sura ya 5 versi yake 25 hadi 28. Nu skal vi læse fra den 25. til den 28. Tusikie sharti ya mwanamume Lad os høre betingelse til mænden også, ili ndoa zidumu zisivunjike. så ægteskabet skal vare. Soma katika jina la Bwana na ubarikiwe. Lad os læse Waume pendeni wake wenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa na kujitoa mwenyewe kwa ajili yake, apate kulilisha na kulitunza. Endelea hadi 28. Mpaka 28. Ndio. Kama narudia kidogo pale. Rudia ili watu wasikie vizuri. Maana ni mambo muhimu, mambo mengine tunasoma katika Biblia tunakwenda haraka tunakosa kuyafikiria. Der er nogle ting, vi læser i Bibelen, hvor vi tykker ikke på det. Vi overser det bare. Vi bare læser det godt, og så går vi videre. Waume wapendeni wake wenu Ndio. kama vile Kristo alivyopenda kanisa na kujitoa mwenyewe kwa ajili yake, apate kulitakasa akiwa amejisafisha kwa maji katika neno. 27. Apate kuliletea mwenyewe kanisa akiwa kanisa la utukufu pasipo alama wala kikunjo. Swali ya Mungu. Wala kitu chochote kama hivi,
Nasikia sharti ambalo tumeambiwa. So we got the things before. Swali letu ni kwamba kwa nini ndoa zinavunjika sio? First, before project escape. Tumetoa jibu ya kwamba kinachofanya ndoa zivunjike ni kutokutii masharti ya ndoa. The first aside for even everything we said. First escape. Biblia imetuambia sharti ya kwanza ambayo mwanamke anapaswa kutii. Biblia inasema the first between some queens I honor on side ends. Na mwanamke naye anaambiwa sasa. Look how many men is doing. Ampende mke wake. And men can ask you that's good. Ampende mke wake. Men can ask you Kama to jinsi anavyopenda yeye. some solution is Maana the kuna same. mtu amchukiaye mwili wake. When everyone that has now, Katika wanaume. for my heels and blame and Kwa hard. nini umchukie mke wako alafu ujiite wewe ni Mkristo? But for so it ask you to go to the same test. Kama utafikia kiwango cha kumchukia mke wako, When you come for them, two go come yale and umekwisha kutoka katika Ukristo. so let's go back for Jesus. Umetoka katika Ukristo. So let's go back for Jesus. Maana huwezi kuchukia mkono wako. But we can't help it. Huwezi kuchukia mguu wako. We can't help it. Huwezi kuchukia jicho lako. We can't help the oil. Sasa wewe na mke wako The diary cool. mnakuwa mwili mmoja. We eat them. Na ndipo maana maandiko yanasema ya What's kwamba not see her? umpende Ask him kama to unavyojipenda mwenyewe. some to ask her. Na umtunze mke wako Oh, we are also kama going. jinsi unavyoutunza mwili wako. Listen to also going. Sema amen. Barikiwe. Mtunze mke wako kama jinsi unavyotunza mwili wako. Swear for you some sexual. Kama unataka mwili wako upendeze, If you had kama it, mke wako so upendeze, we should lose us for kama you. unaosha mwili wako, This na basically mke wako moshe. so basically cool. Mpende, maana hakuna mwingine ambaye utampenda tena katika dunia mpaka mwisho. Actually, when you hear about it's not. Na kama mwanaume ukitimiza sharti hiyo, Or this how could I everything ndoa yako itadumu mpaka kuja kwa Kristo kwa so power in the church about it get conversation. labda kitakachotenganisha ndoa yenu tu So did I come to pull the ni next game? kifo, maana ndivyo jinsi maandiko yanasema. He do some stuff. Biblia inasema asiwe mtu atakayetenganisha For it's not the same as you come on pull it. kinachoungwa na Mungu na mwanadamu But asitenganishe. it is a goose can goose and makes Mwili it hard. wetu uliumbwa na Mungu. For what's left is captive Mwanadamu good. asitenganishe. Men's can say Kama evil mtu good. akikata mkono wako wa ndugu akikutoa, This in the come home and working. anafanya dhambi, si ndio? So swim Huyo them. mtu anastahili nini mbele za Mungu? Anastahili But take the home on it's office. huyo mtu amefanya dhambi, maana amekata kiungo cha mwili Take the child in and then the back is just office. na anastahili hukumu. It's just office. Kumbe wanaume tuwapende wake zetu So good men ask was good. kama tunavyopenda miili yetu, Some extra say. kama tunavyopenda wenyewe. Some extra say. Na ndoa zetu zitadumu, hazitavunjika. Oh, my second skip comes out. Kama ninakwambia, nenda nyumbani kwako na uanze kutenda asili haya mambo. Oh, the young good of your fine. Mama, ikiwa kama ulikuwa umtii mume wako, Good this week ended. kwanza leo Like that. anza kutii mume wako katika kila jambo. So good man. I don't know what I Na mean. mume wako hata kama alitaka kukuchukia atakupenda. This is when we got done about the ask guys. Wanawake wengine wanafikiri ya kwamba kujipamba sana ndio kupendeza mume. I'm not going to try to talk. I'll wake up and look at this go to mine. Sijui kupata maprotia namna gani ndio kupendeza mume. And I touch my home for door. Lakini nakwambia hiyo yote haipendezi mume. I didn't try to teach my Kinachopendeza mume ni mwenendo wako wa utiifu mbele zake. Did I teach my man to be outward? Hicho ndicho kinachopendeza. Did I teach my man? Na mwanamume kinachompendeza mke wako Oh man, did I ni teach wewe my good? kumpenda kwa dhati. Didn't carry to him. Wewe kumpenda kwa dhati. Didn't carry to him. Kama kuna nikamwambia mke wangu ninampenda mke wangu kumpendeza. Hata nikimletea zawadi nzuri na mkabidhi anafurahi sana. Mungu amemsaidia amemsaidia watoto wengi. Lakini sikwambie sana watoto wangu kwa sababu Mungu amemsaidia.
väcks en ny body hos ska ta i till. Na utaona mabadiliko katika ndoa yako. Och bruden använder, det vill säga förvändningen för äktenskap. Det är förvändningen för äktenskap. Kwa ajili ya kutii na kwa ajili ya kutokupenda ndipo hana ndoa zinakuja. På grund av manglande underordnelse och manglande kärlek så bryts äktenskap. Kwa hizi nchi za wazungu, I de länder som vi lever i, mimi ninazoeana na wadani. jag känner väldigt många i många dessa. Och de bor här. Kanisa moja, Vi kommer ensamt till, kama sana, känner gå till, mila yao imekwisha kujua sana. jag känner gå till Kama kultur. ndoa zao nyingi zinavunjika. Vilkas äktenskap Kwa sababu ya bryts. wamama kutokutii waume Det zao. var en kunde underordna sig inte med. Mama anataka na yeye awe mume ndani ya nyumba. På grund av att Sverige ska vara med i huset. Hakuna mwanamume katika dunia apendaye hivyo kwa sababu wa Mungu wetu. Och det är en män där är ledig, för det är budskapet där. Haiwezekani mpaka hiyo ndoa ikavunjika. Det äktenskapet bryts. Utakuwa utampendeza Mungu. Och det vill komplettera med den här. Hata tusichukue muda. Yes. Sawa, wakati wetu ni mdogo sana. Haja kwa sharti ya tatu. Lad os gå til det tredje betingelse. Kwa sharti ya tatu maana tunasema masharti. For vi sætter over tre betingelser. Nu skal vi gå til det tredje. Sharti ya tatu Det tredje, ni kuambatana pamoja mume na mke. det er at være enige, være sammen med en kone. Kuambatana pamoja mume na mke. Være sammen som mand og kone. Kama mke na mume Hvis mand og kone, wanaambatana pamoja, de er sammen ile ndoa i ægteskab, haiwezi kuvunjika det kamwe. vil ikke bryde sig noget. Itadumu. Det vil bare. Hata kusikia kama maandiko yanasema. Lad os se, hvad skriften siger. Maana kawaida yangu Og med mig, huwa nataka kudhibitisha neno katika maandiko. jeg plejer at bekræfte ting ud fra skriften. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hvis jeg snakker. Tuko katika kitabu cha Waefeso. Vi er inde i Efeserbrevet siden. Kwa ajili ya muda sikupenda kufundisha kitabu cha Waefeso kinapangwa namna gani, kiko namna gani, ili hata ukiwa unakisoma wewe mwenyewe uko unajua hata jinsi ya kukisikia kwa sehemu, lakini muda ni mdogo. Jeg har ikke sagt noget, hvordan Efeserbrevet den er opbygget. Fordi når du læser, så har du mere forståelse, hvad der står i. Hiyo sura ya 5 ambayo tuko ndani yake ya kitabu cha Waefeso. Efeserbrevet kapitel 5, Sura ya 5 hiyo verse yake ya 31 og vers 31 hadi 33. til 33, Tusome hapo der står ili skrevet. tusikie sharti ya mwisho katika ndoa. Der siger den sidste betingelse. Katika zile masharti matatu ambayo tulisema tayari. Ud fra de 60, som vi selv kommer til at berøre, Ndio makubwa zaidi. som det står. Amen. Akamwacha baba yake na mama yake, akaambatana na mke, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumeo. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Visa. Biblia inasema ya kwamba Bibelen siger, kila mmoja kati ya mume na mke at enhver mand og kone ataacha mama na baba yake skal forlade deres forældre, na wataambatana wao wawili mume na mke, og de vil knytte sammen med en kone. na watakuwa si wawili tena, Og de vil ikke være to længere. sasa watakuwa ni mmoja, De vil være et. watakuwa ni mmoja, Et. kwa sababu wanaambatana. Fordi de er knyttet sammen. Vitu viwili ambavyo vinaambatana kuwa pamoja To ting, som er sat sammen. vinafanyia kila kazi pamoja, De arbejder sammen. lakini kama visipoambatana Hvis de ikke er knyttet sammen, haziwezi kufanya kazi pamoja. de kan ikke arbejde sammen. Ni kama vile mfano Ligesom hii vita, den er kwa sababu inaambatanishwa hiki kiubao pamoja na hizi nyaya, fordi sammen er sammensat med hele ndipo kroppen. maana ikipigwa inalia kwa sauti nzuri. Og når den spilles på, så lyder den godt. Tuko pamoja wana wa Mungu, Er I sammen? na ndipo maana inaitwa vita. Og det er derfor, den er gift. Lakini kama tukitoka tu nyaya tukiacha hichi, watu hawataita vita, wanasema ni kiubao kimechongwa. For hvis vi skiller i alt, så kan vi tage kendt guitar længere. Au kama tukitoka kiubao tunaacha hizi nyaya, wanasema ni nyaya hizo tu, sio De vita. er sammen, kan vi stramme, hvis de er på guitar. Lakini kwa sababu zinaambatanishwa, Men i den er sammensat, zinakuwa kitu kimoja ambacho kinaitwa vita. de kommer til en Na ting, der er en zinatoa guitar. sauti nzuri. Og de kommer med Gud. Kwa hiyo mwanamke Som kun na mwanamume og mand, wanapoambatanishwa pamoja når I kwa sammensættes ndoa, i ægteskab, wanakuwa sasa si wawili tena, unakuwa ni mwili. det bliver et
it make true linger. Kwa hiyo sasa So therefore, inabidi wadumu katika kuambatana. this can live in Kila kitu chao chote act kifanyike kwa kuambatana mume na mke. and before us and Wakati mtu bado walikuwa hajaoa, when David alikuwa anaambatana na wazazi wake. embassades kwenda Akitaka kutenda jambo, lazima wazazi wake ndio waseme ya kwamba tenda hicho, ndio. bisi kunano sababu kwenda asubuhi conducive Lakini kwa sababu unakuwa na mke na unakuwa na mume, menuha Biblia inasema ya kwamba Biblia inasema sasa utaambatana wewe na mume wako na mke wako. atukiduris kwa Kwa hiyo hautategemea sana kwamba uambatanishwe na wazazi tena. tukilenga au heka kwenda Lakini ukitaka kufanya jambo, nenda shauri katika kuambatana na mume wako. hivi vitu tukakiona sisi tunahitaji Ndoa kwa yenu itadumu. ordinate skete kama chama Lakini ikiwa kama mtafanya kwa kuambatana pamoja, na bisi hela ike hiyo sango ndoa haiwezi kudumu. so baya sasa skete Sisi ni wachungaji, tumekwisha kukata maneno mengi sana kwa ajili ya ndoa. kwa vile kuchena au vya kisana ma kwa skete Ninaweza kukwambia miaka ambayo nilianza kufanya nayo huduma ya kazi ya Mungu, walimu wa kufunza Biblia uwezi kupata. yaga sita mama oh ya chele cool Maana nilianza kufundisha ningali mdogo sana. ya kuna ona visa daya small only Nimeshakutana na maneno mengi sana kuhusu ndoa. oh ya mbele mountain of skete Hata kabla sijawa mchungaji so fire be past na hata kabla sijakuwa Mkristo mkamilifu, also fire be cast marafiki zangu ambao walioa mbele zangu wengi walikuwa wanakuja kuniomba mashauri hata ya ndoa. been better some gifts become to my Kwa hiyo nilikuwa mengi, Wodia lakini hatuwezi kutambua mengi kwa sababu ya Mungu. so we can't go in detail Kwa hiyo what to mke na mume for men no good inabidi kuambatana pamoja, iskekibili sana na hiyo ndoa itadumu, oya skete skete kama kwa chama sababu mnakuwa mwili mmoja. Wodi iwe ileme Huu mkono in hauwezi kufanya kitu ambacho utafika mkuu usijue mkuu unajua, kwa sababu uko kwenye mwili mmoja. in honka ei urfa heli un binke na Kama tele kitu hakiwezi kufanya kitu, oya bulke ufya in ambacho heli mkono hautajua, un honke na kwa tele sababu vimeambatanishwa pamoja, lazima vitajua. for the some said this is some so the Kwa hiyo hata wazazi wetu wasitutenganishe na wake zetu, so was elder is saying hata watu wa dunia wasitutenganishe na wake zetu. seven hands men say says kill us say Lakini sijasema tusiheshimu wazazi. when you excited you say on our spoiler Kama tungekuwa na muda mrefu, obviously ningefundisha kwa ajili ya mwanamke anayeolewa na wazazi wa familia ya mke wa mume wake. ya kuona visipateni Ili tusikie na kama hasa sisi vitu sabe spoil familia kwa modo mimi ninaishi na wazazi wangu nyumbani, hata huko Ulaya. ya poa sana mkwenda send house Nina watoto 9 na ninaishi na mama na baba katika nyumba. ya hani brown send poa sana Wala hakuna siku mke wangu ana problem na mama wala mama. ora hiyo ni problema ya mkule ni kwenda Mwanamke anayeokoka ana maadili ya Kikristo. kwa hiyo kuna sabe fast ha Kristo sinisa Jina la Bwana libarikiwe. Yesu sawa Hayo ni masharti makubwa matatu ya ndoa. the same story things say escape Ikiwa kama tutapenda ndoa zetu zisivunjike, this means that it is give us a service of hope tuyatii masharti haya usialu the things kama jinsi maandiko yanasema, subscribe here na ndoa zetu zitadumu na zitavunjika. overseas can be bar and rules Usituulize maswali mengi sana, Sex still the sense of man's personal lakini life. jaribu kufanya hivi, And pour over there. alafu unaona. So come on to see. So come on to see. Basi tusimame tuombe Mungu. Let's set some eyes up with me. Let's rise up. Yule yeyote ambaye ana problem katika ndoa yake, Then somehow sitamwita huku mbele, weekend la Bwana. lakini nitamwambia tu ainue mkono wake juu, Menambia na ulize ni alafu kwa. tutakwenda kuomba Sabi kama kwa tembea. imani isiyokuwa na shaka wala kudhania. But then two spirit is in the heart. Naamini ya kwamba Mungu aliye mbinguni anasikia Ya toa kwa nguzo mengine kama na sivyo. atajaribu kurekebisha ndoa yako Au ni mihali